Well, for tomorrow is the first match. Kesho ni mechi ya kwanza katika kundi. Nafikiri kila mtu alidhani hili ni kundi la kifo lenye vilabu vinne vyenye nguvu zaidi ya Afrika. Vitatu kati yao tayari ni mabingwa na sisi tuna ile hamu ya siku moja kwa mabingwa. FAR Rabat ni klabu yenye nguvu. Wana timu iliyokuwa sana katika misimu miwili iliyopita. Namfahamu vizuri kocha wao Alexandre Santos. Namfuatilia. Ni kocha mzuri sana na alifanya kazi kwa mwaka kuikuza timu na wana timu iliyo sawa katika kila eneo. Lakini sisi pia tunakusudia kuendelea na kiwango chetu kizuri na wakati wetu mzuri. Tunaamini kesho tutakuwa na mashabiki wetu hapa Zanzibar. Na kwa kweli ni jambo kubwa kwangu kuona nguvu wanayotupa. Tutapata mazingira mazuri ya mechi kwa mashabiki wetu na kujitoa kikamilifu kwa wachezaji wetu. Naamini tunaweza tukashinda mechi ya kwanza. Kuhusu wapinzani wetu kesho, wamefanya mabadiliko mengi kwenye eneo la kiungo. Kuhusu sisi, tuna kikosi cha wachezaji 32. Lakini wawili wameumia. Clement Mzize ambaye napenda kumpa neno la faraja na motisha kwani alipata tuzo ya bao bora la mwaka. Nafikiri jeraha hili ni tatizo kubwa sana kwake, lakini pia linaweza kuwa motisha kubwa arejee mapema akiwa imara na mwenye hamu ya kusaidia timu. Yao pia yupo nje ya timu. Hivyo tulionao kwa sasa ni wachezaji 30 waliopo tayari na wote wanafanya kazi kubwa ili kupata nafasi ya kucheza. Kwenye eneo la kiungo tunao wachezaji wengi na wote wanafanya kazi kubwa na kwa bidii. Tunazo fikra zetu na falsafa ambayo tunaiendeleza. Bahati mbaya sifanyi kazi na wachezaji wote katika karibu wiki 3 zilizopita hapa, kwa sababu tulipita wiki moja ya kufungwa kwa kambi, wiki nyingine baadhi ya wachezaji walikuwa kwenye timu za taifa, lakini tumekuwa tukifanya kazi kwenye falsafa yetu na mawazo yetu. Na nimeridhika sana na namna wachezaji wanavyoelewa na kutekeleza mazoezi kwa ubora. Tuna wachezaji 4 wanaweza kucheza nafasi hiyo. Kisha ni uamuzi wangu nani aanze, lakini wote wako tayari na wanataka nafasi hiyo. Sintazungumza mkakati wetu kesho na naamini Alexander ndiye atasema, lakini kutokana na tulichowaona wana mtindo unaofanana sana na ule tunaotaka kutekeleza. Njia kucheza si tofauti sana katika timu, ingawa wachezaji ni tofauti na fikra pia ni tofauti kidogo. Lakini falsafa yetu ni kudhibiti, ni kusimamia mchezo, ni kuamuru mchezo na pia ni kudhibiti hisia zetu. Ni muhimu tufuatilie utendaji wetu wa timu kwanza kisha binafsi. Kesho itakuwa ni mechi ya ushindani, lakini tumejiweka kwenye changamoto ya kuwa makini, kudhibiti hisia zetu na kuamini tuna uwezo wa kuifungua timu kubwa. Mashabiki wetu watatuongezea nguvu katika mazingira haya mazuri na naamini ni mazingira sahihi kwa ushindi kabla ya kuangalia mechi inayofuata. Katika mechi 2 zilizopita timu yetu imekuwa ikitengeneza nafasi nyingi na kutafuta mabao, lakini umakini wa mwisho umekuwa si bora kwa kila wakati. Ili jambo la kufanyia kazi, kulifikiria na kuliweka kwenye fikra chanya, kwa sababu timu inatengeneza nafasi nyingi, inadhibiti mchezo. Kesho ni kiwango kingine, lakini pia ni changamoto kwetu. Wapinzani nao ni timu inayotaka kucheza mpira mzuri. Hivyo ni muhimu upande zote mbili kuwa makini, kiulinzi na kiushambuliaji. Pia kuwa makini katika mabadiliko ya mchezo na kudumuisha fikra chanya. Ni kweli tunapaswa kuzingatia utendaji wetu, tabia zetu na kufurahia kile tunachokifanya. Si swala la kuogopa mtu yote. Tuko hapa kucheza mpira na kufurahia. Lazima tuwe werevu, tusimame imara na kudhibiti mazingira. Lazima kudhibiti fikra zetu na tabia zetu. Uwanja wakati mwingine unahitaji nguvu kama ya shujaa, lakini shujaa chanya anayependa mpira chanya. Hilo ndilo tutakayojaribu kufanya kila wakati. Kuhusu kama hili ni kundi gumu, ndio bila shaka. Na si mimi pekee ninaloliona hivyo. Kama tunataka kuwa miongoni mwa bora, lazima tuwajenge na kuwapima bora. Tangu nimefika Tanzania nimeona mkubwa kutoka kwa kila moja. Mashabiki wa Yanga wana ile hamu na ndoto. Hatua kwa hatua naamini katika nguvu ya taifa la Yanga. Ni kweli tunapaswa kuboresha mengi, lakini tuko njiani. Tuna matumaini ya kufika kiwango hicho mapema iwezekanavyo. Na huenda ikawa mwaka huu. Tujipime na kufanya kazi kwa fikra chanya.
ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Jambo moja na ni kweli, Yanga ina nguvu. Mimi nadhani kwamba kuna situation ambazo zinaendana kutokana na mchezo. Lakini mimi ningependa kukuomba mzee wangu, kesho njoo mapema pale umuone Prince Dube mpya. Kwanza kikubwa ni kufanya vizuri katika mchezo wa kesho, lakini timu kubwa inachotakiwa ni kupata matokeo, ijalishi imekuwa katika situation gani. Kwa hiyo sisi kama wachezaji ni wajibu wetu kufanya vizuri katika mchezo wa kesho, lakini kuweza kupata matokeo mazuri. Nachoamini kesho tutapata matokeo mazuri na tutafanya vizuri katika mchezo huu. Yeah, it's true, and it's very true what you said. We must to focus in the performance, in our behaviors. We must to enjoy what we do. It's not a question to have afraid from nobody. We have afraid from nobody, but we are there to play football and enjoy to play football. So our energy is for play football. Sure, be clever, be smart, controlling, managing the atmosphere, but first of all, control our mindset and our behaviors. It's very important. So it's a challenge for everybody, and sometimes understand we are in the field. It's not like being in the street. It's in the field, and in the field, sometimes to win, some teams use I consider not so good practicals. But anyway, as I said, our focus is all in our performance and keep our mindset positive and enjoying what we are doing. We must be strong, we must be sometimes like a warriors, but positive and play positive football. That is what we are trying always to do. And tomorrow, with the challenge game, it's our proposal. Do you consider this a group of death? Yeah, sure. I think it's not only me, but anyway, if we want to stay between the better ones, we need to challenge ourselves to play with the better ones. So let's do it. Since I arrived here in Tanzania, I think is a big desire for everyone, and the supporters of Yanga have that desire, that dream. So step by step, I believe in the power of that Yanga nation to work on that. For sure, we must improve a lot, but we are in the way. So we hope as soon as possible we have that capacity to achieve that level, and could be this year. Let's do it. Let's taste ourselves, but always with a positive mindset. This is very important. And always thinking about what we must to do to increase